Mimi nimesimama kusema neno moja tu. Maneno yenyewe ni shukrani tu. Wala sitakuwa na maneno mengi yale ambayo yanatuhusu. Nimejulishwa na mkurugenzi hapa huenda leo jioni tutakuwa na mchaparo. Hivi ni mchaparo unaitwa Tutakuwa na kipati kidogo pale Mafia Lodge. Kwa yale mengine mengi nitasema pale kwa ajili ya kuagana. Lakini kwa dhati kabisa nitumie nafasi hii. Huenda leo tunatimiza wiki 52 tangu tuapishwe tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2020. Tangu wakati huo tumefanya kazi kwa ushirikiano mkubwa sana. Lakini shukrani zangu za dhati kwanza ziende kwa Chama cha Mapinduzi. Sisi watu wa Mafia tuko takriban watu 66,000. Kupata fursa ya chama kuaminiwa katika kundi lote la watu, tuwe wawakilishi wa kata 8 pamoja na wakina mama katika tarafa 2 katika kipindi cha miaka 5. Sio jambo ambalo katika muda wa uhai wa binadamu kila mtu anakutana nalo. Kwa nafasi hiyo ya kuaminiwa na Chama cha Mapinduzi tukapewa nembo, ni jambo la kushukuru sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii katibu, tufikishie salamu zetu za dhati kabisa kwa mwenyekiti wa chama chetu na Mheshimiwa Rais kwa fursa ambayo Chama cha Mapinduzi kimetupa na kutuamini katika kipindi cha miaka 5. Lakini salamu na shukrani yangu ya pili kwako mwakilishi wa mkuu wa mkoa. Tufikishie salamu zetu za dhati kwa serikali, kwa maana serikali ya mkoa na katibu tawala tufikishia salamu zetu kwa mkuu wa wilaya. Sisi mimi pamoja na madiwani wenzangu tuna mengi ya kushukuru kwa namna serikali imetenda. Ni zaidi ya matarajio yale ambayo tulikuwa nayo. Ni zaidi ya zile ahadi ambazo sisi binafsi wakati tunaingia mwaka 2020 tulikuwa nazo. Serikali na Chama cha Mapinduzi chini ya Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wetu imetekeleza zaidi ya yale ambayo tulikuwa tunatarajia. Kuna tafsiri nyingi sana za maendeleo, lakini kwa maana ya ule ukuaji chanya, ukianzia ukisafiri kutoka Rasimkumbi mpaka Ras Kisimani, toka Ghuba ya Kilindoni mpaka Ghuba ya Chole, kuna mengi ya kushukuru. Mkurugenzi amesema hapa. Leo ukienda Kanga pale, athari ya Mheshimiwa Rais unaiona kwa macho, wala uhitaji kusema. Zamani tulikuwa hatuna bypass. Kutoka wakati unaingia kijiji cha Kanga, ilibidi kwenda Bweni lazima uzunguke njia ndefu sana. Lakini katika kipindi cha miaka 5 pale tuna barabara mpya. Shule ya Bweni ilikuwa inadondoka. Sasa hivi sio tu kwamba ile shule imeachwa, imeenda kutengenezwa shule mpya ambayo ina ubora zaidi. Hali kadhalika ukienda kwenye kata ya Kirongwe, ukiacha shule ya sekondari ambayo inajengwa sasa hivi, kituo cha afya, shule mpya ya Sharaza pamoja na miradi mingine. Lakini tumezungumzia mafanikio ya Mheshimiwa Rais kwenye kuchochea uwekezaji. Ndani ya miaka 5 kwa mara ya kwanza kabisa kwenye vijiji vya Banja na Chole walau kuna wawekezaji wa utalii kwenye ardhi na rasilimali ambazo tulikuwa nazo miaka mingi. Walau sasa wakati ule Mafia, ukija Mafia hoteli zote zilikuwa ziko Utende, lakini sasa hivi zimeshaenda kaskazini na zimeshaanza kufanya kazi. Hayo ni moja mafanikio ambayo yametokana na kukua kwa uchumi wetu, na ni mambo ambayo tunashukuru. Hali kadhalika ukienda Baleni, wakati tunaingia Mafia tulikuwa na vijiji 3 ambavyo vilikuwa havina zahanati. Kwa kazi ambayo imefanywa na Mheshimiwa Darwesh, leo kijiji cha Kibada kimepata zahanati, lakini tuna shule mpya pale ya msingi ambayo inaendelea na ujenzi wake. Kwa hiyo kuna mengi ya kushukuru kwenye ile kata. Lakini nikija kwenye kata ya Ndagoni ambayo kuna changamoto nyingi, lakini kubwa ilikuwa ni sehemu ya kata 2 ambazo tulikuwa hatuna shule za sekondari. Lakini ndani ya miaka 5 Kidaundu imepatikana pamoja na maboresho ya shule ambazo zipo. Mimi Kilindoni sitaki niseme, yako mengi sana kujivunia katika kipindi cha miaka 5 ambayo sisi tumekuwa. Mimi wakati naingia sikuwa na matarajio yoyote labda tutakuwa na shule. Nilikuwa nafikiria tu tuboreshe shule ya Kilindoni. Lakini shule ya Kilindoni zaidi madarasa 6 tumeyavunja, yamejengwa upya, lakini tumepata ongezeko wa shule mpya ya Rapta. Sambamba na shule za msingi za Vunjanazi, shule ya Sikula pamoja na shule ya Mrambani. Ukiniuliza hayo yote mengi hayatokani na fikra zangu. Ni huruma na maono ya Mheshimiwa Rais ambaye aliyateremsha kwa watendaji tukafanikiwa kuyatekeleza. Lakini zungumzia barabara za mitaa. Tulikuwa na barabara nyingi sana zilikuwa hazipitiki. Lakini ndani ya kipindi cha miaka 5 barabara za mitaa zaidi ya 35
kwenye kata ya Kilindoni tu. Basi kama hazikuwekwa changarawe, basi kwa namna moja ama nyingine zilifunguliwa na kuwekwa udongo. Ni mambo ambayo yamefanyika na sisi tunashukuru sana. Shule ya Jibondo ni mfano wa kazi kubwa ambayo serikali imefanya katika maeneo magumu ambayo watoto wanatoka. Hakuna mtu ambaye alikuwa anatarajia kwenye ile shule tunasema bilioni 1, lakini serikali kwa imetumia zaidi ya bilioni 1 na milioni 150 kupeleka shule kwenye mazingira ambayo zamani yalikuwa tunasema kwamba haiwezekani kwa sababu watoto kidogo, hayawezekani kwa sababu ujenzi wa gharama ni kubwa. Lakini ndani ya miaka 5 imejengwa. Hali kadhalika kata ya Kiegani, kituo cha afya, ni athari kubwa ambayo inaonekana kwenye kata ile. Hali kadhalika kwenye kata ya Migurani ambayo makao mwenyekiti anatoka, nayo ilikuwa ni sehemu ya vile vijiji vitatu ambavyo vilikuwa vina zahanati. Lakini sasa hivi zahanati ya Chemchemu ipo pamoja na ujenzi wa daraja la Saliboko, ambapo tuna eneo kubwa sana la kimkakati, lina fukwe nzuri, lakini kwa miaka yote watu wamenunua walikuwa hawezi kujenga. Lakini ndani ya miaka 5 hii serikali imepeleka milioni 500, daraja liko hatua za mwisho. Hayo ni yale ambayo ninaweza kuyakumbuka haraka bila kuandika. Lakini nani anaweza akasema kwamba serikali haijafanya lolote kwenye swala la usambazaji wa umeme vijijini? Sisi ndio wilaya ya kwanza ambayo umeme ulikuwa haujaenda visiwani. Lakini kupitia programu mbalimbali za REA imeweza karibu vitongoji vyote, vimebakia vichache tu umeme kwenda vijijini. Kwa hiyo ninaweza nikatumia karibu siku nzima kuelezea mafanikio ambayo yamepatikana katika kipindi cha miaka 5. Lakini muda hautatosha. Lakini sasa nitumie fursa hii pia kuwashukuru mmoja na naweza nikawasahau. Meneja wa TANESCO umetusaidia sana, nilikuona hapa mgeni. Lakini pia meneja wa mamlaka ya maji RUWASA vijijini umetusaidia. Lakini wenzetu wa TEMESA, hali ya kivuko ilivyokuwa mwanzo na sasa hivi, malalamiko yalikuwa mengi, lakini tunaamini malalamiko mengi yanatokana na uhaba labda na ufinyu wa kile chombo. Lakini malalamiko tunaamini kwa kadri siku zinavyoenda yamekuwa yanafanywa kazi. Wenzetu wa hifadhi ya bahari Mafia, katika kipindi cha miaka 5, mimi natambua huko nyuma mahusiano yetu kati ya halmashauri na hifadhi ya bahari hayakuwa mazuri. Lakini katika kipindi cha miaka 5, licha ya kwamba tunaendelea kuwadai, lakini wakati wote tumeendelea kuwasiliana, tumeendelea kufanya kazi pamoja, na kwa kiasi kikubwa hata kama tunawadai, lakini kwa kiasi kikubwa mmeendelea kutulipa, tumeendelea kushirikiana, lakini kubwa zaidi mmeendelea kuwahudumia wale wananchi wetu ambao zamani kwa hifadhi ya bahari walikuwa wanaona kama laana. Lakini sasa hivi angalau ule uelewa kwa wananchi wa maeneo yale umeongezeka, lakini wananchi wamekuwa wanashirikiana na wao wanashiriki kwenye program mbalimbali za uhifadhi katika vile vijiji vya hifadhi pamoja na vile vitongoji kadhaa ambavyo vimeingia ndani ya hifadhi. Tufikishie sana salamu zetu kwa mhifadhi. Sisi tunashukuru sana. Kwa kumalizia, niseme jambo moja. Leo hapa mkuu wa wilaya hayupo, lakini katika kipindi cha miaka 5 nadhani Bi Aziza Ali Mangosongo yeye ni mkuu wa wilaya wa 4 sisi kufanya naye kazi. Na kwa kiasi kikubwa haya mafanikio yote ambayo aliyasema mkurugenzi, kwa nafasi yetu sisi kama madiwani, wajumbe wa vikao halali vya halmashauri, hatuna nguvu ya kimamlaka kumwambia mtumishi na kuelekeza mkurugenzi ufanye. Kuna wakati anaweza asiamue kufanya na tukawa hatuna kitu cha kumfanya. Lakini mimi nimeshuhudia kwa miaka 5 yote tumekuwa tunapata msukumo na sapoti kubwa sana kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya. Pale ambapo mamlaka yetu yalikuwa yanaregalega, pale ambapo mamlaka yetu yalikuwa yanaisha, tunaweza tukamwambia mkurugenzi, kuna eneo haliko barabara, chukua hatua. Pale mgenzi alipokuwa anasinzia, mimi nimeshuhudia miaka 5 yote ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na wajumbe wake wa kamati ya ulinzi na usalama wamekuwa ni kiungo muhimu sana kwenye kuisukuma ajenda za halmashauri. Nikitolea mfano, bila sisi wenyewe leo hii tusingekuwa tunatumia huu ukumbi. Licha kwamba serikali ilikuwa imeshatumia zaidi ya bilioni 5 huu ukumbi tangu mwaka 2017. Bila ofisi msukumo kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya, basi huenda leo tungekuwa pale kwenye ukumbi wa magereza. Katibu tawala, tufikishie salamu zetu za dhati sana kwa mkuu wa wilaya yeye binafsi, lakini pamoja na ofisi yake kwa ushirikiano ambao mmetupa na mnaendelea kutupa katika kipindi chote cha miaka 5. Tunaweza tusiwe na lolote la kuwalipa,
lakini inshallah Mwenyezi Mungu atawalipa, atawapa uzee mzuri, na inshallah atawaingiza peponi kwa wema ambao umetutendea. Lakini jambo lingine, mkurugenzi mtendaji, wewe na timu yako, na nikisema hapa maana yake naweza nikaishia tu kwenye wakuu wa idara na vitengo, lakini kuna watumishi wengi ambao wanazisaidia hizi idara ambao tumekuwa hatukutani nao kwenye vikao. Kuna wadada zetu pale ambao wako reception, wahudumu wa ofisi, tufikishie salamu zetu zote kwa wema na utumishi wao ambao umetusaidia katika kipindi cha miaka mitano. Sio jambo ambalo mimi na wenzangu tunaweza kulisahau. Tunashukuru sana. Siku wakati kwa finance nilisema neno moja, mkurugenzi. Inawezekana kuna wakati kwenye vikao kule ndani tulikuwa tunasukumana sana. Tunasukumana kwa sababu tunaamini, na mimi binafsi na hili ndio naamini, halmashauri bila management imara inayumba. Wananchi wanaweza wakakosea kuchagua madiwani, tunaweza kufanya makosa kuchagua mbunge, lakini management ikishakuwa imara hakuna jambo ambalo litalegalega. Na katika miaka mitano yote, licha ya kasoro zozote za kibinadamu, kwa miaka yote tumekuwa na management imara ambayo imetusaidia kufanya kazi kubwa ya utekelezaji wa miradi sambamba na ukusanyaji wa mapato, ambao mwaka wa fedha 2020-2021 tulifikisha 67% tu ya mapato. Lakini tangu wakati huo management haijawahi kukusanya chini ya 100% katika kipindi cha miaka mitano. Kwa hiyo hilo jambo ni la kushukuru sana, na tunawashukuru na tufikishie salamu zetu, kwa sababu siwaoni wakuu wa idara na vitengo wote ambao wapo hapa. Kwa kumalizia, na namaliza kweli sasa hivi, katika kipindi cha miaka mitano kati ya mimi pamoja na wenzangu waheshimiwa madiwani, inawezekana ilikuwa ni jambo binafsi au jambo lolote, ionekane kwamba ilikuwa ni sehemu ambayo mheshimiwa diwani anaendelea kuwasilisha ujumbe wake au utekelezaji wa majukumu yake ambayo wananchi wametuamini. Mimi naamini inawezekana mkurugenzi, wewe hali ya siasa unaijua. Katika hali ya kawaida ushindani wa kisiasa upo. Kwa namna namba zilivyo, mimi naamini madiwani wote wanakwenda kurudi. Ninaamini madiwani wote watakwenda kutetea nafasi zao. Hususan mimi sijui sana kule kwa wenzetu wa viti maalum wanakotoka, lakini nikianzia Bweni mpaka Jibondo, ninaona wenzangu wote wanakwenda kurudi na kutetea nafasi zao. Mimi niwaombee waheshimiwa madiwani wenzangu, inshallah Mwenyezi Mungu atawajalia mrudi. Na mimi binafsi niseme kwenu nyinyi wenzangu, waheshimiwa madiwani wenzangu, mimi nawashukuru sana. Safari yetu ya miaka mitano haikuwa nyepesi. Nyinyi wenzangu wote, wengi nitaongea kesho. Nyinyi wenzangu wote, mimi nawaita wenzangu, lakini wengi hapa ni wazee wangu. Karibu wote. Labda nimkaribia kwa umri kidogo, na mkaribia yeye ni mkubwa, ni Samira. Lakini wengi hapa nafikiri mnaweza mkanizaa. Mimi jamani nawashukuru sana. Katika kipindi cha miaka mitano, kwa namna ambayo tuliishi, yako maneno ninatamani niseme lakini sio mahala pake. Kulikuwa na watu walikuwa natamani kunitikisa, lakini wakati wote walifeli kwa sababu nilikuwa pamoja na nyinyi. Ninashukuru sana. Wakati ule nilikuwa na miaka 32. Kila mtu alikuwa ananiona mtoto mdogo, lakini kupitia support yenu tumehakikisha hapa hatujazomewa, hatujaifilisha halmashauri, na leo tunakwenda kuhitimisha halmashauri yetu kifua mbele, tukiwa tumehakikisha halmashauri imenyanyua ukusanyaji, tumesimamia utekelezaji wa miradi, na tumetekeleza yale yote ambayo Chama cha Mapinduzi wametuamini. Kwa hayo machache, naomba niseme mkutano wetu nimeufunga rasmi.